Mimi nilikiangalia kipande na nikasema kwamba mwamuzi ameshindwa kuisimamia kanuni wakati ile penalty inakwenda kupigwa. Ile penalty kabla haijapigwa, 25% mpaka 30% za wachezaji wa Yanga walikuwa wameingia ndani ya 18. Aliyakuwa kwa mujibu wa taratibu na kanuni za sheria mpira, ile penalty ilitakiwa irudiwe kwa sababu ile penalty kabla haijapigwa tayari wachezaji wa Yanga walikuwa ndani ya nini? Ndani ya box. Hicho Rashidi ndicho ambacho nilikuwa nazungumzia na ndicho ambacho nimekiona kwenye vipande kupitia Instagram. Kwamba kwa upande wako ile haikupaswa kuwa penalty. Ilirudiwe, nimesema kurudiwa. Unajua neno kurudiwa? Mpira unaongozwa na sheria 17. Lakini ukiondoa sheria 17, football ina kanuni zake. Nimesema kwenye sheria ya penalty. Ndugu yangu Othman Kazi, kaka yangu, mfuatilieni katika kipindi cha kipenga cha mwisho, kuna jambo kubwa mtajifunza. Nilichokuwa nazungumza mimi ni moja ya nukuu ambayo niliwahi kuisikia na kanuni ilitajwa na Othman Kazi kupitia kwenye kipenga cha mwisho kwamba penalti kabla haijapigwa timu pinzani haitakiwi kwenye eneo la 18 kwa mchezaji. Maana yake anabaki pale kati ya mpigaji na mpigiwaji, labda kimamlaka na kanuni refaria anaweza kuwepo katika hilo eneo. Nilichokuwa nasema ile penalti ya Dar es Salaam Africans jana imekwenda kupigwa tofauti na kanuni inavyotaka. Ilipaswa irudiwe kwa sababu kabla haijapigwa wachezaji wa Yanga tayari walikuwa wamevamia nini? Eneo la 18. Kanuni inakataa. Rashidi, hiyo ndo ninachozungumza. Na haya mimi napata kwenye kipenga cha mwisho, najifunza kupitia moja ya wataalamu wa waamuzi ambaye alikuwa amefanya vizuri sana, ndugu yangu kakaangu Othman Kazi. Nimekusikia pale nikasema lazima nikuulize. Unasema ukamwona goalkeeper Dodoma Jiji hali ya kwamba kama Mithri amejikatia tamaa hivi. Hicho kipande nimekiona. Lakini tafsiri kuna muda mwingine. Kipande kikoje lakini? Nimeona hicho kipande, mdogo wangu Ali Salim, moja katika magolikipa wazuri sana na magolikipa bora kwa sasa. Goli la 3 limefungwa, akagonga miguu nyuma akacheka. Sasa sisi watu wa Pwani kuna muda mwingine tunajua tafsiri ya sura inavyoongea. Tunajua tafsiri ya sura, tukikuangalia ile appearance tunajua kwamba hii inaongea nini. Kile kicheko kilikuwa cha kejeli kwa kile namna ambacho kilichokuwa kinafanyaje? Kinatokea. Sio kicheko ambacho kimemfurahisha. Mbona unaongea kwa mafumbo Kisumu? Ni kicheko ambacho kinachomfikirisha. Mbona unaongea kwa mafumbo leo? Kacheka kucheka. Mimi nimeona kupitia kwenye simu yangu Ali Salim Katoro. Baada ya kuruhusu goli la ngapi hilo? La 3. Akacheka. Baada ya kumuona beki wake anafinyia ndani. Beki wa Dodoma Jiji. Sasa wewe ukatafsiri nini? Unajua kuna lugha moja mzalamu amesema acho lile kachola. Sisi tuna ligi yetu. Tanzania kuna ligi mbili. Ndani ya ligi ya NBC kuna ligi ya Yanga. Na ukitaka kujua kuna ligi mbili, kesho Simba Sports anacheza dhidi ya nani? Mashujaa. Hiyo ndio ligi bora, ndio ligi yenye ushindani katika ligi ya NBC. Hii ni lugha pana. Nakusikiza kwa umakini Kisumu. Kuna kitu naokota mpaka mzee amekusikia. Unaona asogee. Kesho ligi yenye ushindani, ligi bora, ligi ya sito kwa ubora kwenye bara la Afrika inachezwa kesho katika uwanja wa Meja Samuyo saa 1. Mechi ya Yanga na Dodoma. Hii ligi ambayo anapaswa kila Mtanzania macho yake, masikio yake aidha kuwepo katika uwanja wa Meja Samuyo au kukaa kwenye vingamuzi vya Azam TV kuona namna ambavyo ligi yenye ushindani inakwenda kufanyaje? Kuchezwa. Kuna ligi ya ushindani katika ligi ya NBC na kuna ligi ya mchuchule mchwale kwenye ligi ya NBC. Mimi ninachokiamini kuna ligi mbili. Moja katika ligi mbili, ligi bora kesho katika uwanja wa Meja Samuyo. Ndio maana nikasema maneno yako nimemwona Faza mpaka akanyanyuka, ameamua kuja baada ya kusikia unasema kuna ligi mbili kwenye ligi ya NBC, kuna ligi ya Yanga. Wewe unaona kuna ushindani kwenye mechi za Yanga? Kama jana Dodoma Jiji akatangulia kupata goli. Baadaye simu zikapigwa. Hawa zikupigwa. Rashidi, simu zilipigwa zikupigwa? Sijakuelewa style ya ushangilia. Simu zilipigwa zikupigwa?
Tatizo leo unaongea kwa mafumbo. Rashidi, simu zilipigwa hazikupigwa? Sasa mimi nashindwa kukujibu. Jana Mudathiri hajafunga goli, sijamuona akiweka simu yake. Tutafika. Malezi sio huruma. Sahihi. Mama Doris ananiambia mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Usiamini namna ambavyo unavyomlea mtoto wako kwa mapenzi zaidi, ukaamini ndio unampenda katika yale malezi, inawezekana ndio unamtengeneza na kumharibia kwenye maisha yake. Yanga anadekezwa. Wewe unasema, mimi nasema malezi. Kwamba Yanga analelewa. Nimesema malezi sio huruma. Sasa simu zikapigwa, manake Yanga alibebwa. Tutafika. Jana wakati napitia kwenye peji za watu mbalimbali, wakati napita kwenye peji za watu maarufu, wakati napita kwenye peji za wachezaji, nikakutana na peji moja ya mchezaji mmoja alikuwa anacheza Simba Sports, anaitwa Bwana Mkwala, sekarefu kuliko yote. Mkwala akawa ameposti goli ambalo Simba kwenye ligi ya mwaka jana walilipata kwenye dakika za mwisho Leki Tanganyika, wapi? Kigoma, wakiwa na Mashujaa. Wakiwa na Mashujaa. Chini akaandika maneno, hii mechi sitaisahau katika historia ya maisha yangu. Pasi ilikuwa ya Wesu ile. Dakika za nyongeza. Mchezaji kuna muda kwenye feeling zake zinakuja, anajaribu kufikiria ugumu kwenye ligi ya NBC, ushindani tunaokutana nao nini? Simba Sports. Hakuna mechi ambayo Simba anacheza, mechi ikaisha, wachezaji wa timu pinzani wakafurahi zaidi ya kumia na kusikitika namna ambavyo game wamefanyaje. Taratibu naanza kukuelewa. Wamepoteza. Jana Mwamba anapigwa goli la 3, mtu anacheka. Hana habari, hana time. Yaani kuna kitu umekizungumza, kwa hiyo tafsiri yako ni kwamba labda ubora wa kikosi kwa namna nilivyokuelewa, lakini kwamba ubora wa kikosi cha Yanga unawafanya mpaka wapinzani wanaishiwa power. Kwa matakwa yako, kwa maneno yako, ninaheshimu kwa sababu ndio upeo wako umeishia hapa. Labda ngoja tulia. Mimi Rashidi nakujua. Unatoka kwenu Unyamwezini, mimi nakupokea Dar es Salaam. Mahaba yako na mapenzi yako nayajua. Ukweli Rashidi utake kusema, lakini kwa sababu wewe ni mwandishi uliosomea na mbobezi, mimi najua unachokifanya, kwa sababu Mungu aliwahi kukuona mzee, aliwaambiaje? Ole wenu waandishi wa habari na Mafarisayo, kwa sababu alijua kuna muda kwa mapenzi yenu aliyokuwa ndani ya kila mioyo Rashidi, mtatoka kwenye system ya uandishi kwenye uweledi. Semeni. Ngoja Rashidi. Zungumza kabla hujarudia swali Rashidi, nakujua. Rashidi unakuja na kupokea mimi keko. Sawa. Rashidi, jezi yako ya kwanza na kununulia shangazi yako na ijue ya timu gani niseme? Kwa kuna muda mwingine mimi nakaa kwa timing, unauliza maswali kwa sababu mahaba yako hayajifichi. Pembe la ng'ombe, halijifichi. Pembe la ng'ombe. Rashidi, vingine si ya kuuliza shehe. Kwenye msiba unacheka? Kwenye msiba unafanyaje? Msiba si una huzuni bwana, alia msiba. Mtu akifungwa goli akawa na fly. Kile kitendo kimemkela, kimemfurahisha. Takaa nifikirie. Sawa, mimi ngoja niame hapa. Huo upande wa kwanza kutokana na muda wako pia, kwa sababu ninakuona unabasha mikononi na nini, unaelekea ofisini, tukuokolee muda. Kisugu, weekend hii Simba baada ya kumalizana na Mashujaa atakuwa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance Sportivo de Tunis. Nimeona mashabiki wao wameanza kuwasili taratibu. Nimeona Benjamin uwanja wa Julius Nyerere International Airport. Hali ya kikosi chenu kama Simba inakupa matumaini kwa asilimia ngapi? 100% Simba kwenda kufanya vizuri dhidi ya Experience ya Tunisia. Kwa nini? Na imani kwamba mechi itakuwa ngumu. Haya ni mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tunawaheshimu sana Experience ya Tunisia. Wiki moja iliyopita tumecheza katika nchi yao. Kwa bahati mbaya tumepoteza goli 1-0. Sasa wanakuja katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini waambieni wa Tunisia, wanakuja katika kipindi kigumu. Hiki wanachokuja sasa hivi. Wanakuja katika kipindi ambacho tunachoamini wana Simba ndiyo pointi yetu na punzi yetu ya mwisho kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Wanakuja, kila mwana Simba anajua hii mechi tukienda kupoteza
maana yake matumaini kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika yanapotea. Wanakuja katika kipindi ambacho wachezaji wa Simba wanajua tukipoteza hii mechi tunakwenda kutengeneza uadui mkubwa kati ya wachezaji na mashabiki wetu. Experience ya Tunisia wanakuja, wachezaji wa Simba wanajua tukienda kupoteza hii mechi tunaendelea kuwatengenezea mazingira magumu management ya Simba iliyoko wapi? Madarakani. Wachezaji wa Simba wanajua hii mechi hii tukienda kupoteza, yule kishakunaku chao wa Kisugu ataendelea kuishi vibaya juu ya mashabiki wenzake kumshtumu. Experience ya Tunisia wanakuja katika kipindi kigumu ambacho mimi naamini toka experience itengenezwa katika dunia hawajawahi kukutana na kipindi kigumu kama wanachokuja kukutana nacho siku ya Jumapili. Wanakuja kucheza mechi ngumu. Ugumu wa hii mechi inanikumbusha mechi ya Bayern Munich na Manchester United. Ugumu wa hii mechi mnaikumbuka, wachezaji wa Manchester dakika 89 mpaka 90 washafungwa na Bayern Munich, lakini wakati ule akina Andy Cole, akina David Villa, akina Terry Sheringham, akina David Beckham wakasema kabisa wale mashabiki waliokuwa juu wanaweza wakapoteza uhai kwa ajili yetu, tupambane mpaka kwenye tono la mwisho ili kuhakikisha Manchester United wanakwenda kupata nini? Mafanikio. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo wachezaji wa Simba wanatakiwa ibebe katika mechi ya Jumapili. Sifa ya mwanadamu anayepumua hapaswi kukata tamaa. Sifa ya mwanadamu mwenye akili timamu hapaswi kukata tamaa. Tunaamini tuko kwenye kipindi kigumu, lakini tunaamini katika kipindi ambacho tunahitaji kupambana jasho na damu ni hiki. Niwapongeze wana Simba, wanaendelea kunipa faraja. Ukiingia kwenye magrupu ya Simba utaona namna ambavyo wana Simba wanajitoa kwa mioyo yao kwenye dua na sala, na wanaahidi watakwenda katika uwanja Benjamin Mkapa Jumapili kwenda kuisupport timu kuhakikisha wanapata matokeo mazuri. Brother, ni mechi ambayo naamini mkinipa muda ukizungumzia ugumu wake na umuhimu wake naweza nikatumia zaidi ya masaa 6 juu ya hii mechi. Ndio maana tupo. Hii mechi inakwenda kutengeneza utajiri kwa wanasimba, na hii mechi inakwenda kutengeneza umaskini kwa wanasimba. Kivipi? Hii mechi inakwenda kutengeneza furaha kwa wanasimba, na hii mechi inakwenda kutengeneza mauzi kwa wanasimba. Hii mechi inakwenda kutengeneza vifo kwa wanasimba, na hii mechi inakwenda kutengeneza uhai kwa wanasimba. Wenye majukumu ya wanasimba kuishi vizuri, wenye majukumu ya wanasimba kuwa na furaha, wenye majukumu ya kuwapa utajiri wanasimba ni wachezaji wa Simba. Wende wakajitoe. Pole sana. Inauma. Kweli. Leo hii kama mashabiki wanajitoa, wanakuja kuwa support ninyi kwani msijitoe? Mnalipwa mishahara, mnaishi vizuri, amlipwi. Niwashukuru sana waandishi wa habari.